Hivi Ahmed wamepita makocha wengi ukiwa meneja wa habari na mawasiliano wa club. Amepita Pablo Franco Martino, amepita kina Zoran Maki, amepita kina Robertinho, kina Fadlu. Huyu kocha mpya katika maandalizi yake ya timu, kuna kitu gani ulikiona mazoezini ulipoenda siku ya kwanza sasa huyu tofauti kuliko makocha wengine? Siwezi kuelezea sana sababu ni siri ya jando. Lakini mwalimu tulivyomuona mara ya kwanza sio mazoezini. Sisi tulimuona kwa mara ya kwanza mwalimu Pantev kwenye mechi yetu dhidi ya Gaborone United. Hata kabla ya Fadlu hajaondoka, lakini tayari tulishajua hii timu ina mwalimu mzuri, kwa sababu tuliangalia wa Gaborone, tuliangalia experience yao waliokuwa nao kwenye michuano ya kimataifa, tukapata majibu kwamba hii timu unajua kuna timu ukiiona inacheza unajua hii timu ina mwalimu mzuri, na kuna timu unaiona ikicheza unasema hii timu ina wachezaji wazuri. Gaborone United walivyokuwa wanacheza kitimu, hakukuwa na individual performance katika mechi zile. Unaona kabisa wanacheza kimpangilio. Mwalimu akiamua kufanya hiki ndicho ambacho kinafanyika kwa wakati husika. Kwa hiyo tukasema hii timu inafundishwa na mwalimu mzuri kweli kweli. Kwa hiyo ilipotokea chance ya Fadlu kuondoka, sisi option yetu ya kwanza ikawa ni Dimitar Pantev, kwa sababu tulishaona ubora wake anapokuwa kiwanjani, na alipokuja mazoezini tukajiridhisha zaidi kwamba tumefanya maamuzi sahihi ya kumchukua mwalimu Dimitar Pantev. Kwanza mazoezi yake ni ya tofauti kabisa, mazungumzo yake ni ya tofauti kabisa, maelekezo anayowapa maelekezo ni ya tofauti kabisa, lakini kama haitoshi, namna anavyoishi na wachezaji ni tofauti kabisa. Kwa hiyo baada ya muda mfupi tu tukasema tumefanya maamuzi sahihi, tumefanya chaguo la maana kumleta Dimitar Pantev. Na ikaja ikadhihirika hiyo siku chache baadaye, baada ya kucheza mechi yetu ya kwanza dhidi ya Nsingizini, namna ambavyo timu imekuwa na mapinduzi makubwa ya kiuchezaji, namna ambavyo confidence ya mchezaji imeongezeka, namna ambavyo mwalimu anafanya vitu ambavyo vilikuwa havifanyiki kwa wakati uliopita. Hapo tukasema sasa Simba yetu tumeipata. Lakini mwenyewe mwalimu ukimsikiliza unaona anakuambia bado hajaridhika. Maana yake kuna vitu anataka vitokee ndani ya Simba hii na bado havijatokea.